إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 31 mwezi wa 10 2025 miladia. Kwenye silsila ya khutba zetu za Ijumaa iliyopita tulizungumza kiongozi, tukaona kustahiki kwake kupata kivuli cha Mungu, na kivuli cha Mungu ikawa ni kusudio ya kivuli cha arshi ya Mungu. Si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Tukasema namba ya kwanza Mtume alitaja kiongozi. Tukazungumza tuliyozungumza, mkaelewa kiwango mlichojaliwa kuelewa. Leo tuko kwenye wa pili atakayestahiki kivuli cha Mwenyezi Mungu. Kabla ya kumtaja, pana mambo katika dunia hii watu huja wakatafsiri kinyume na uhakika wa jambo lenyewe na kinyume ya uhalisia wa jambo. Sikia vizuri sana. Lile jambo walimwengu wakalitafsiri watakavo, na tafsiri yake halisi iko. Watu wakatukua ufahamu wa yale yanaozungumzwa mno na watu kuliko kutafuta uhakika wa lile jambo lilivyo. Kulika vizuri sana. Takupa mfano kama matatu. Mfano, kilma hiki kwa Kiarabu kinatozungumza ashabab. Hiki kilma kimekosa uhalisia na uhakika wake. Watu wakatukua kivengine kinyume na uhakika. Sikilizeni vizuri sana. Pili, kilma kilichoko katika Qur'ani cha al-irhab. Uhakika na uhalisia wa kitu hiki, tamko hili lengine, na watu wakatukua maana mengine kwa ufahamu wao. Kwa sasa nitawapa ambalo halina ushtuko, kwa sababu ndiyo iliyoko kwenye bahthi ya khutba hii. Mfano, hivi sasa lao kutazungumzwa kitu kinaitwa Gen Z. Uhalisia na uhakika wa temko lilivyo litokeavo hili temko kwa watu hutokea kwa namna nyingine. Kwa hivyo ashabab itatafsiriwa kinamna nyingine, al-irhab kinamna nyingine, na Gen Z itatafsiriwa kinamna nyingine. Wa pili atakaostahiki kivuli cha Mungu ni ashabu alladhi nashaa fi ibadatillah. Ni barobaro ambaye amekulia katika ibada ya Mungu. Huwa shabu alladhi
ni barobaro ambaye yaltazimu bil ibadati, anajilazimisha na ibada, tena si ibada moja, ibada nyingi. Watwaati, na twaa, tena twaa nyingi. Fatrata shababihi, kwa kipindi cha ubarobaro wake. Tayib, kwa hivyo pana ibara ya hadithi ya Mtume SAW tukufu inaolingania watu kughanimika kwa mambo matano kabla ya kuja yenye kuyakabili mambo matano hayo kutokamana na hali ya mabadiliko. Katika hiyo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hivi: shababaka, wahi ubarobaro wako, kabla haramika, kabla ya uzee wako. Ningeomba musikilize vizuri silsila hii ya khutba. Shababaka, ubarobaro wako, kabla haramika, kabla ya uzee wako. Kwa hivyo ubarobaro wa mtu fatratun min umrihi, ni kipindi cha umri wake. Kwa hivyo ubarobaro ni kipindi katika umri wa mtu. Tayib, imekuja hadithi ya Barzat al-Aslami. Hadithi hii inasemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: la tazulu qadama abdin yawm al-qiyama, haitataharaki miguu ya mja siku ya kiyama. Mja hataiharakisha miguu yake ile kwa kutembea, hatta yusala an umrihi, mpaka aulizwe umri wake, fima afnahu, umri wake au ameumaliza kivipi. Na umri wa mwanadamu huja ukaanza ukapita kwenye kipindi cha ubarobaro. Kwa hivyo fashabu, barobaro, alladhi yastahiqu dhilla, ambaye anastahiki kivuli, fi yaumil qiyamati, katika siku ya kiyama. Barobaro anayestahiki kivuli siku ya kiyama, walladhi nashaa fi ibadati llah, ni yule aliyekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Wa hadha, na jambo hili, yashmulu kulla shabin, humkusanya kila barobaro, yamdhi shababuhu, ubarobaro wake ulioenda, fi taati llahi, katika twaa ya Mungu, kumtii Mungu, wa mtithali awamirihi, na kufuata maamrisho yake, wajtinabi nawahihi, na kuepukana na makatazo yake. Tayib, barobaro alukulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Man huwa shabu, barobaro ni nani? Barobaro ni nani? Barobaro man adraka sinna albulughi, ni yule aliyeudiriki, aliyepata miaka ya kubalighi. Walam yasil ila sinni rujulati alkamila, lakini hajafika katika wanaume kamili. Pengine waweza wewe kama barobaro, unaita mimi mbarobaro, mimi ni shab, au akasema wengine hutumia kwa jame, mimi ni shabab. Yeye amekusudia mimi ni barobaro, lakini lau utamueleza barobaro nani na umeubeba ubarobaro, hawezi kukwambia barobaro nani. Sasa haya ndiyo maafa ya watu kubeba mambo wasioyajua. Wengi hubeba mambo wasioyajua. Lau utamuuliza hili ulilolibeba, hili unalolitenda, hili unalotaharakisha umma kwalo, jambo gani kweli, hawezi kukupa mustalahun jami'u maana, mustalah iliyokusanya maana ajambo alilolibeba. Ndipo Mwenyezi Mungu akaupiga mfano. Mungu hapigi mfano ovyo ovyo.
kamathali alhimari yahmilu asfara, kama mfano wa punda alobeba mzigo hajui alichokibeba. Mfano huu amepigwa mwanadamu, ameichekwa mambo hajui alichokichekwa. Ukimwambia yachue hawezi kuyachua kwa sababu hakujua alivyoichekwa. Haa ndio maafa society, na haa ndio maafa mabarobaro, na haa ndio maafa amujtamai kwa jumla. Nisikilizeni vizuri sana. Tayeb, sasa basi hazitataharaki miguu ya mtu siku ya kiyama mpaka ulize mambo manne. Moja ni umri wake, na fatratu shabab, kipindi cha ubarobaro ni muda humpitia mwanadamu. Tayeb, ni nani barobaro? Intabih, barobaro ni alodiriki, kwa maana alopata miaka ya kubalighi lakini hajafikisha kwenye wanaume kamili. Lakini pia wayutlaq, hutafsiriwa na kukusudiwa barobaro ala marhalatin umuriyatin, kwenye marhala ya kiumri. Marhala ya kiumri tamtazu bilquwati walhayawiyati wanishat, kipindi kinachopambanuka kwa uhai, kwa nguvu, kwa sababu barobaro ni nguvu. Hayawiyatin, uhai mzuri, wanishat, na uchangamfu. Pia yuqsadu wa yutlaqu wa yuradu wa yufassar, pia hutafsiriwa barobaro hivyo. Je, barobaro kwa istilahi hii katika Qur'ani liko ishara ya muito ya kuitwa mabarobaro, hata kama hakikuja kilma kihalisi kinachotafsiri ubarobaro tunavyofahamu, lakini hakuna chenye tawasulun wa tawafuqun wa taradufun, maafikiano ya maana liko. Kwa kuulizia swala gani? Man humul fityatu, fityan kina nane kwa mujibu wa Qur'an? Kwa ughalibu kwingi, alfityatu fil ghalibi ahlul kahfi. Ukimwambia mtu fityan watu gani, atakwambia ni ashabul kahfi. Kwa nini? Kwa kuwa katika Qur'ani kuwa kuna innahum fityatun amanu birabbihim, atakusudia hivyo. Lakini angalia mustalah, wa hum majmu'atun minash shababi. Shuf, ni mkusanyiko, mjumuiya mabarobaro. Sasa kwa hivyo tutatukua alfityatul madhkura, hadhihi alkalima التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف، المقصود بالفتية هم الشباب، نما بربار. طيب، آمنوا بوحدانية الله، waliamini upweke wa Mungu, umoja wa Mungu. Warafadhu ibadata al-asnam, wakakataa kuabudu masanamu. Masanamu kwa maana yake ashamil, maana yaliyoenea kila linaloingia kwenye maana masanamu. Min ittihadi al-malik al-zalim, kutokamana na dhuluma ya mfalme dhalimu. Wa'tazalu fil kahfi, wakagura wakajiepusha kwenda kuingia katika pango. Sikiliza vizuri Waislamu, ala, hiyo ndio maana alfitya, ndio maana alfitya. Kwa hivyo alfitya tuweza kusema ni vijana walomwamini Mungu, tuweza kusema ni mabarobaro walomwamini Mwenyezi Mungu. Tayeb, suala lingine, hal yadkhulu mustalahu alfitya. Sasa hapo ndio sikiliza vizuri zaidi. Hal yadkhulu mustalahu alfitya dhimna maana jenzi. Nimeatoa katika vitabu, huingia mustalahu alfitya kusema innahum fitya,
hii alfityatu kwa kuwa huingia kwa maana mabarobaro, je, hal yadkhulu mustalahu alfityati dhimna maana Gen Z? Hapa mtika Gen Z, Gen Z laingia temko la fitya kwa maana hayo? Nipulike vizuri, uelewe vizuri, alotokana ufahamu sio, nisaidie katika kumweleza ili kidogo tupunguze fitna katika mujtamai wetu. Sikiliza vizuri. Jibu la ulama wetu wakajibu, naam, ndiyo. Ndiyo nini? Yadkhulu mustalahu alfitya, mustalahu ya alfitya hutukua maana ya Gen Z. Limadha? Lianna alfityata tusafu bishababi, kwa sababu fitya, wale vijana walotaja katika suratul Kahfi, husifiwa kwa ubarobaro, kwa hivyo ni mabarobaro. Na temko la Gen Z, hum jilu shababil asari sinna, ni jil, ni nkao, ni generation ya mabarobaro wenye umri mdogo. Yasishtushe, pulika tu uelewe Uislamu wako. Mtume akisema wapili mbarobaro alokulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, tutawatefuta mabarobaro kwa maana yake shamil na kwa wakiia tulionao. Matemshi yasiyopewa uhalisia na uhakika, uhakika wake ni upi na uhalisia wake ni upi? Ni wepesi hivi sasa kusema, mfano vijana wa msikiti hapa moja kwa moja wakajiita Gen Z, lazima nje kutakuwa ni sheshege, usi? Manake nini? Kwa kuwa wamelitukua hili temko kwa maana yake yasiyokuwa ya uhakika. Uislamu wetu haupeleki mambo kimbirimifu, huupeleka mambo kwa nidhamu maridadi. Sikiliza vizuri sana. Lianna alfityata tusafu bishabab, wa Gen Z ni jilu shababil asghar sinna katika vitabu vyetu. Tayib, hali hadhihi alkalima, je, kilma hiki, kilma gani? Alfityatu alati dhukirat fi surati al-Kahf, kilma hiki je kinachotawasulun maa kalimati Gen Z? Sawa? Kilma hiki cha fitya kinachomuungano na kilma hiki cha Gen Z, kinachomuungamano. Sikiliza vizuri sana. Naam, hata sikujibisha mimi, akasema naam. Nikawanuku almutarajimun. Mutarajimun ni wenye kututafsiria vilma, hata kilma akakipata wasul. Kilma cha Kiingereza akakipa muungano kwa Kiarabu, kilma hiki kitakuwa vipi? Kilma cha Kiarabu akakipa muungano kwa Kiingereza na kwa Kiswahili kitakuwa hivi. Wakasema ndiyo. Sasa angalia na wanukuu almutarajimun. Intabih ndugu zangu katika imani, naanza kunukuu. Tunaentefuta ni nani? Tunaentefuta ni wapili mwenye kustahiki kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Nani? Barobaro alokulia katika ibada ya Mungu. Ndipo tulipotoka, hapo ndipo tunavitafuta. Usivurugike, fuata hatua kwa hatua. Almutarajimun, na wanukuu kwa kusema, na wanukuu kwenye lipi? Na wanukuu kwenye hali hadhihi alkalimati alfityatu tawasulun maa kalimati Gen Z. Hapa hawakupacha kilma asili cha ufasaha isipokuwa akiandika jil kisha zid. Mafhum? Kwa maana watupa tafsiri
ndio wanavotemka wao, ambao kwa wepesi nyinyi hutemka jenzi. Sahih? Tayyib. Mutarajimun na wanukuu na nukuu kutoka kwenye Kiswahili. Si hapa tunao wazungu chungu mzima hapa, alaysa kadhalik? Tukitemka kilma, tukitemka kwa Kiingereza kwa kunukuu hapa, kitakuwa kigeni hiko. Hasikiliza na nukuu, usishtuke na nukuu. Mutarajimun anasema in Swahili, Gen Z is translated as kizazi cha Gen Z au vijana wa kizazi kipya katika kitabu. Kwa hivyo itakuwa ni young peoples of the new generation. Alaysa kadhalik? Au nibadilishe lugha? Tuendeni. Nataka mufahamu tu kwa sababu wazungu ni wengi. Kwa hivyo hivi tulivyofanya tarjama, laipukana halina tawasul, alfitiyatu, jenzi, ashabab, halina muungano wa kimaana, linalo muungano wa kimaana. Lakini sasa huja watu wakaelewa sivyo, kwa kule kujitokeza kwenu kwa kukosa maelezo wa uhakika na uhalisia la ulilolishika. Kama ulisema ashabab, maana yake ni hivi, haliingii kwa dhaifu wa ufahamu kusema ashababu lina maana ya uharamia. Umeona lilivyokosa maana? Al-irhab maana yake ya uhalisia kwa mujibu wa fikihi ya Qur'ani ni hii, kwa sababu temko hili tulitafsiriwa na Mtume Muhammad aliyekubalika na Mungu kumwambia Mtume watafsirie ya watatizao katika Qur'ani hii. Mtume akatafsiri hivi, Mtume atatafsiri al-irhab kwa maana ni ugaidi, ujambazi, wizi, uwaji? No. Sharti kama maduati tueleze uhakika ulivyo wa mambo, na lazima nyinyi mwenye kuyachukua haya mwatukue kwa ufahamu sahihi, ili tusifahamike kimakosa. Maana hawa kwa maana waweza kupata daraja kubwa kwa walivyo na watakaoyafanya kuliko sisi tunavyowatafsiri kinyume na mpango ulivyo. Tuko pamoja? Twende. Sasa ikiwa ni kwa maana hayo, mal miqyasul haqiqi li umri al-insan. Hapo tuko kwenye twantefuta barobaro wa pili mwenye kustahiki kivuli cha Mwenyezi Mungu. Intabi, mal miqyasul haqiqi li umri al-insan, kipimo cha uhakika cha umri wa mwanadamu kipi? Kipimo cha uhakika. Stamia. Al-umru al-haqiqi, umri wa kihakika, huwa sihhatu, ni afya. Afya ya mtu ndiyo umri wa uhakika wa mtu. Wa huwa takdiru al-amali, ni kipimo cha kufanya, lihalati a'dha'i jasadika, kwa hali ya viungo vya mwili wako. Wa sihhati al-amaliyati al-hayawiyya, na kusihi vitendo, kusihi matendo ya mtu kutenda. Mathalan, nitakupigia mfano. Intabi, usitoke, dira zako ziwe kwenye wa pili, namba 2 atakayestahiki kivuli cha arshi ya Mungu, ambayo ni daraja kubwa sana, ni barobaro aliyekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Usitoke hapo. Tayeb, nikupigie mfano ya kuwa al-miqyasul haqiqi li umri al-insan huwa as-sihhatu wa huwa at-taqdiru al-amali li halati a'dha'i jasadika wa sihhati al-amaliyati al-hayawiyya. Mfano, wawili wenye umri wa miaka 50, watu wawili kila mmoja una miaka 50. Intabi, utakuta kwenye wawili hao
huyu ana miaka 50, lakini anavojitokeza na kutenda na kuwa tayari na kufanya ibada na mwili wa ruhusu, utasema huyu ana miaka 35 ambao ni ya ubarobaro ule koma, na ana miaka mingapi? 50. Na utamkuta huyo wa miaka 50 au kinyume chake huyu wa miaka 50 akawa utasema kwamba ni miaka 35 kulingamana na alivyojitokeza kwake. Hata ukenda kinyume chake wa miaka 30, hata wakati tulionao utamuona barobaro wa miaka ya ruhusu, lakini kama kizere kwenye kutembea kwake, kwenye kunena kwake, amevundika, hawezi kufanya lolote. Na huyo wa miaka 50 aweza kuingia pande zote, akaingia kwenye uchangamfu ukamhesabu barobaro, na ni miaka 50 akawa pia hawezi lolote. Kwa hivyo almiqyasul haqiqi li umri lisan huwa siha, na mwili kufanyeje? Na mwili kufanya kazi. Tayeb, kwa hivyo kivipi? Pana miongozo inaotupa wa kuweza kwenye kuzungumza wal kamalul mutlaq lillahi tabaraka wa taala. Pengine mimi niseme hivi kwa kule, sisemi niseme kwa jitihadi. Mimi huwa hucha sana, pengine kwa kunishopoka tu hicho. Sisemi kusema kwa kujitahidi, naweza darajatul ijtihadi sio mchezo. Mpaka mwanafunzi akipanda katika mbiwali akasema mimi kwa jitihadi yangu, hizi mara nyingi huwa ni ghurur na ni hatari kabisa. Darajatul ijtihadi sio mchezo, lakini acheni kwa uelewa mlivyoelewa. Mathalan nikasema nsiseme katika vijana kwa kukusudia alfityatul ladhina amanu alladhina dhukiru fi surati al-Kahf, nsiseme hivyo. Wala nsiseme katika ashabab, nsiseme hivyo, na ambavyo mtume amesema hivyo kwa kutufundisha sisi. Nataka munielewe vizuri. Nikasema katika jenzi paweza kwa kiwango kikubwa kupatikana watakaofunikwa na kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Bila ya ufafanuzi haliwi sheshegi. Bila ya ufafanuzi utachesha, kumbe jenzi pia watafunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Basi haya, mwenye duka la nchwa ndo kulivunda nini? Sasa hapo ndio mutatoa picha ya maana mbovu ya jenzi. Sikiliza vizuri. Haya, ipi ramani waweza katika jenzi? Na nimikiata hiko kilma kusema waweza katika vijana, ili hili mulielewe kwa maana yake kwa Uislamu wenu ulivyozungumza. Kuna mambo mengine katika Uislamu hamu ya bainishi, huivurumiza tu kwenye mambo, mukaleta mafhumu khati, ufahamu ambao ni makosa. Iko ramani? Iko ramani. Moja, at-ta'atu, kuna taa. Inna ta'ata Allahi, hakika taa ya kumtii Mungu, taj'alu shababa, inawafanya mabarobaro, yashkuruna Allah ala ma wahabahum, wanamshukuru Mungu kwa walichowapa, min ni'matin wa shababin, kutokamana na neema na shabab. Sasa nikisema katika mabarobaro kwaweza kupatikana venye utiifu wa kumtii Mungu kwa neema ya ubarobaro waliopewa, na kule kusimama kwao kwa toa ya kumtii Mwenyezi Mungu. Sasa akamtii Mwenyezi Mungu. Barobaro 5 salawati. Barobaro ni mtu wa sunna, kufanya mambo ya sunna. Barobaro ni mtu muamala wake mzuri. Barobaro ni mtu akiona kuwa pana maduka huvamiwa na havo mabarobaro ambavyo sivyo kwenye maana takiwa, wenye kustahiki kivuli cha Mungu hujitokeza wakaozuia ili mali ya watu yapate nusra. Jamani, nambieni nyinyi kama wako katika jenzi, watu hao hawafai kustahiki kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Uislamu wetu ni mpana, na mtu utaka
maandalizi ya kuaddress umma, hususan katika kipindi ambacho ufahamu ni finyo sana kwa wengi na Uislamu ndio target ya wengi, kupotolewa Waislamu na maadili yao na kuvundiwa heshima yao na kupotolewa kabisa maadili. Sijui mwanielewa ndugu zanguni. Inshallah Mwenyezi Mungu atawapa fahamu ya kufahamu. Nimeona clip moja, nikaisikiliza, wala ilikuwa si drama jukwaani, ni ukweli. Mwanamke mmoja akisema kana kuwatahadharisha wale watu wa ibada, wakasema Waislamu wakiwapa chakula musile, Waislamu wakipika chakula katika siku ya taazia na matanga yao musile. Kwa nini? Kwani chakula kinachopikwa hupikwa kwa maji yale ya wanaomuoshia maiti. Mwana. Lakini leo hii Jumaa Bahir basema yawezekana katika jenzi kupatikana watakao kupata kivuli cha Mwenyezi Mungu, liwe ishu, faliyakun ishu, iwe ni ishu. Lakini ndio maana ni lazima mtu asimame kwa ukweli anaoitakidi. Ukweli umekuwa ni mchache sana kwa wengi wetu katika waumini Waislamu, na tunafanya mambo makubwa ya Uislamu, lakini kuna vijidogodogo ya kuyaharibu hayo makubwa, kwa sababu madogo kwenye kudumu ndio yanaoharibu makubwa. Kullul hawadithi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasari shar. Kila kitu uanzilishi wake kwa tete ndogo ndogo tu, na uzinifu ni mkubwa, uanzilishi wake ni kwa nadhar, ni kumtazama mrembo tu, na moto mkubwa hutokamana na tete ndogo tu. Madogo madogo kwetu sisi Waislamu, mfano kuvunda ahadi, uongo, kufanya mambo kibaranganya, maneno mengi yasokuwa na uhakika na ukweli, ndiyo yanotuharibia mengi katika mambo yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo barobaro ntiifu, jenzi ntiifu, anaswali swala 5, ameudhabiti msikiti kwa mambo yanayostahiki kufanywa kwenye msikiti biidhnillahil karim, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu hahalifu ahadi na mtume ni mkweli, kwa kuwa ni shabun nashaa fi ibadatillah, ni barobaro alokulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, yastahiqu an yakuna min jumlati alladhina wajadu dhilla Allah yawma la dhilla illa dhillu, astahiki kivuli. Lakini bora muelewe huu mustalah moja litakalomfanya barobaro wa pili apache kivuli cha Mwenyezi Mungu ni al-ibadatu ibada. Innal ibadata, hakika ibada, taj'alu shababa, huwafanya mabarobaro. Ibada huwafanya alfitya alladhina amanu, ibada huwafanya jenzi yanmuna fil ibada, kukulia katika ibada. Wayashkuruna Allah ala ni'mati shabab, wamshukuru Mungu juu ya neema ya ubarobaro. Wataj'aluhum, na ibada huwafanya jenzi afdala min ghairihim, kuwa bora kuliko wengine, minashababi, katika mabarobaro, al-asina wa asi. Sasa hapa ni mawili ndugu zangu, kwa mujibu wa hili ibara. Wale jenzi ambao amanu billahi, hawataki kufanya uharibifu, wataka kufanya uadilifu, hao watu wengine. Bali katika hao wanaojiita hivyo kuna minashababi al-asina, katika mabarobaro wenye kuasi. Huwezi kupambanua hapo na ukapita kwenye barabara waweza kustahiki kivuli cha Mwenyezi Mungu? Naam. Manake tusikome kwenye wapili barobaro mwenye kukulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Bas, wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Venye kusikia batalisikia hilo mpaka upate maana ya kina ya mbali, ili uwe na uhakika kwamba kweli mtume neno lake moja lina mafunzo mengi sana. Tayyib, kullu shababi, mabarobaro wote, nashau fi ibadatillah, walokulia katika ibada ya Mungu, sayahdhauna bidhillillah, watabahatika kupata kivuli cha Mungu.
yauma la dhilla illa dhillu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Tayib, min haythu al-umum, namaliza khutba kwa namna ya umumi ya hadithi, kuenea kwa hii hadithi. Nahkumu, tunahukumu, ulama wetu wasema, bi anna shababa thalathatu aqsam, mabarobaro ni sampuli tatu. Ntarudia tena, mabarobaro ni sampuli tatu. Hata hawa alfitiyatu waliotajwa, waliotuparamani kwa kuwa walikuwa vijana, basi kwa kila kijana tuwapeleke kwenye makundi matatu. Sasa tuliangalie ni kundi lipi husika sahihi, tuliunganishe na wapili atakayefunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Akhtim bil khutbah, thalathatu aqsam. Kuna shababun mustaqimun, kuna barobaro alolingana kwenye usawa, mwenye kutaka usawa. Kuna mabarobaro neema al-maula wa neema nasallahi al-azim, wazungumzi wazuri, wanashirikiana na watu kuzuri, wanasaidiana na watu vizuri, alhamdulillah. Wako mabarobaro hao, mabarobaro ambao wamejilazimisha na misikiti, wanafagia misikiti, wanashughulika na mambo ya kujaza mabirika yale ya kikwetu kwetu, kujaza mabirika, na kila mmoja hunyang'anyia atakawe na kazi hii. Hapo ukimwambia barobaro mfutia nami dirisha tu, atakwambia kwamba kwa lakini baada ya kufutia dirisha kanipeleke kwa jito anipe chai. Uyambo hutoka mchego wa hutuba na Qur'ani huntoa mtu. Lakini wako wenye kujitolea, wenye kupiga madeki, lakini ukijitokeza sema mashallah jazakumullah khair, na mimi nawashajisha kwa hili. Mfano ninavyosema tena nieleweni sana, wenye akili finyo za kutoelewa mambo, hususa kunielewa, ya kuwa usilazimishe kufucha dirisha kazi yako, lakini hakuna ubaya, mashallah jazakallahu khairan. Lakini ulimwengu huwa watu namna wanavyotaka farasi, ukimvusa mtu barabara tu, hiyo mshangasta kintoke nende kwa wakati mwingi. Mtu enda kukuonyesha nyumba tu, muungwana huenda kukutafutia nyumba, kwambia nishaipata nyumba, si wataka kukodisha hii, achile kukupeka ni hii le, angalia chocho. Sasa hiyo kazi, kwani ulikuwa nkiwete we? Ulipokwenda kunionyesha ile nyumba nitakokuguria ulikuwa nkiwete, na pengine nyumba pwana ndomo ni hii hapa, wasemaje? Hakuna neno, hii ni nzuri, lete 400 hapo. Hiyo ni kazi umefanya. Huu ndio uvivu wa wengi wa Islamu uloturudisha nyuma katika kuendelea. Wanaume wanaendelea kwa kumiliki mashamba, kwa kumiliki majumba, kwa kujenga mijumba mikubwa mikubwa, wamekaa rahmu starehe, wanasomesha watoto wao watakapo. Sisi tukatilie kelele nyingi tu kama makurabu. Kazi kubwa itakao wewe ni ukivuka barabara taka kumuonyesha mtu kijumba cha rumu 2, umwambie lete ujira wangu. Hiyo kazi. Tubadilisheni mawazo ili tuwe watu kama watu walivyo. Na hata hivi sasa wataka kivuli cha Mwenyezi Mungu, kivuli cha chandarua iko cha kulia biriani, au mwavuli wa kufunika mvua, au kufunika, ni kivuli cha arshi ya Mungu. Kivuli cha arshi ya Mungu sio mchezo. Kukipata jambo kubwa, shati ufanye makubwa kweli kweli, na upasishwe Mwenyezi Mungu akutie kwenye kivuli cha arshi yake. Hebu tumalizeni. Kuna shababu mustaqim, ho naweza kusema ho ni jenzi mzuri. Kuna shababu munharif, kuna shababa lopochoka, havo pia majenzi waovu walopochoka. Kuna shababu mutahayyirun baina, kuna mabarobaro ambao wametatiswa, wamedanganywa, wamefanyiwa vidanganyo, wakawa ni mutahayyir. Huku tamuona asikose na kule utamuona apache. Hawa wamedanganywa. Sampuli ngapi hawa mabarobaro? 3. Sasa akipenda Mwenyezi Mungu na waahidi Ijumaa inayokuja, shababu mustaqimu ni nani? Awe atastahiki kweli kivuli cha Mwenyezi Mungu. Shababu munharif alopotoka nani? Na shababu huku niko sikosekote ni nani? Kwa mujibu wa vitabu vyetu na maneno ya ulama.
Wafaqa Allahu shabab almuslimin, mshairi asema Mungu awape taufiki mabarobaro wa Kiislamu, litariqi alkhairi wadhikri almubin, kwa barabara ya khairi na utajo ulowazi. Fa'aadu fi buyuti llahi ma, wakaregesha katika majumba ya Mungu. Mabarobaro watakawaregeshe katika majumba ya Mwenyezi Mungu. Kama ni jenzi wale ambao wana istikama katika dini, watakawaregeshe katika majumba ya Mwenyezi Mungu. Waregeshe kitu gani? Makana ma'udan bi'ahdi tabi'in, yalokuwa katika zama za matabi'in. Tabi'ina walowafuata maswahaba, maswahaba walomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Salafun kana lana, kana ma'hudan bi'ahdi tabi'in, wale ambao walikuwa katika zama za tabi'in, tena ni salafun. Hao ni salaf wema walotutangulia. Lana musta'siman bikitabillah, kwetu sisi walikuwa wameshikana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Fi dunia wa din, katika dunia na dini. Lidhalika toka na hili nafikiri ndilo litakalo toke nalo. Kuna katika jenzi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, japokuwa si wote, wako watakaoshika daraja namba 2. Shabun barobaro nashau fi ibadatillahi, alokulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Sasa ni pale nilipoambia tumwangalie shababun mustaqim, shababun munharif, shababun mutahayyir, ikiwa ni ahadi nimewapa kwa khutba 3 mfululizo hizi ambazo tutazitoa kwenye msikiti wetu huu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirin wa ya najat at-taibin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.